Naomba tufungue macho. Hapana, mlikubali wenyewe masharti kwamba hamtafumbua macho. Na nataka kukuhadithieni hadithi ya 4. Hii hadithi ya 4 ni hadithi nzuri sana kwenye masikio. Hebu sikilizeni. Walikuwepo wasichana walienda porini. Walipofika kule porini kwenye msitu, kulikuwa na mtu wa msituni, mtu wa porini. Kwa nini tunapenda kuja msituni? Data usiku. Yaani tunakuja kila siku. Yaani pazuri sana. Afu tunaondoka. Umesikia? Kwanza unaonaje upepo? Mzuri, yani upepo. Maria di raha. Yaani natamani washike ni raha hatari. Nenda Leila. Msikii kishinda iko. Nasikia. Tausi, usikii kama watu wanatembea na kuja huku, mziko mimi naogopa. Hata mimi pia. Nyie kina nani? Nyie mnaishi humu msituni? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Niambie tuwe na urafiki na nyie. Mimi naitwa Tausi, huyu anaitwa Laila, huyu anaitwa Sidati na huyu pia anaitwa Sumaia. Na nyie mnaitwa kina nani? Yule mtu wa porini alikuwa haongei, yeye ni kimya. Kumbe yule mtu wa porini alikuwa chakula chake ni watu, chakula chake ni watoto. Yeye ni watoto wale watukutu, watoto wasiosikia. Yeye ndio ilikuwa chakula chake. Wale watoto wakajifanya urafiki na yule mtu. Kwani nyie mabubu? Basi tuelezeane kama jina lenu. Mnakaa huku msituni? Ghafla yule mtu akawa mkubwa mnene kupita kiasi. Akaona msosi wangu umeshafika hapa. Akamkamata mmoja, akamla. Yule mtu akasema na kukata kichwa. We, umevunja masharti. Nani kakwambia ufungue macho? Nani kakwambia ufungue macho? Nani kakwambia ufungue macho? Nakupoteza. Babu naenda na kaondoka. Babu nataka niende nyumbani. Nasema hakuna kwenda nyumbani. Mlipenda hadithi zangu ni nzuri, zenye uasilia. Mmeshindwa masharti, mtapotea mmoja hadi mmoja. Hakuna atakayerudi nyumbani. Kama wewe utaweza masharti, basi wewe utakuwa uko hapa unasikiliza hadithi zangu nzuri zenye uasilia. Babu, naomba nikunywe maji kidogo. Hamna kufumbua macho. Kimya. Naleta hadithi ya 5.